Yanga lazima wapeleke furu mkoko, kwa sababu wanajua kule kuna wanachama na mashabiki wa Dar es Salaam Africans, kuna viongozi wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar wanahitaji kuiona Yanga yao kwa mara nyingine ikienda kutoa burudani katika wakazi wa Pemba, Unguja, kote katika visiwa vyote vya Zanzibar. Kwa lazima wawaheshimu, kwa sababu ndio sehemu pekee ambayo inatuheshimisha, nasi tunaiheshimu pia. Sisi sio kama wao, sio kama timu ya Simba. Wale watakiwa kwenda kule, basi tu wameenda kwa sababu watafanyaje? Lakini ni timu ambayo inaenda kule lazima irudi, hamna kitu. Yaani Waarabu wanasema Aba Mansura mara pap. Yaani Aba Mansura maana yake unatoka huko una kitu. Mara pap Simba bingwa michuano ya Mapinduzi. Ile pale iondoe. Hawezi kuwa bingwa Simba mbele ya Azam na Yanga. Kwa sasa hivi watu waliofikia Simba hawezi kuwa bingwa mbele ya Yanga na Azam. Ni bida kwa ubora wa jana. Nakwambiaje? Unaelewa kwanza maana ya bida? Wakula bidati dhalala. Yaani ni bida Simba kuchukua ubingwa mbele ya Yanga na Azam. Ni bida. Yaani hapana. Inakuwa sio kweli. Nini kifanyike sasa ili muweze kutoa kombe hili la Mapinduzi? Mnaonekana kama mmeridhamiria kweli. Mechi ya kwanza mmemsukuma mtu chuma 3. Leo mnaingia dhidi ya TRA. Vita kati ya Young Africans na TRA. Emmanuel na TRA. Dennis Nkane na Young Africans. Nini kifanyike? Ni juu ya wachezaji wenyewe na benchi ya ufundi. Hiyo iko kwenye mikono ya mwalimu, kwa sababu mbinu iliyotumika dhidi ya KVZ bila shaka ikatumike pia katika mchezo wa leo dhidi ya TRA. Mwalimu, benchi lote la ufundi wanajua wanachokifanya, mbinu walizozifanya, nini wauendee mchezo huo, kwa sababu ni mchezo ambao utakuwa na utofauti kidogo. Una tofauti kwa sababu ni TRA ni timu ambayo inacheza ligi kuu. Kwa hiyo atakavyoingia mwalimu tayari alishajipanga na wachezaji wanaendelea vizuri. Tumemwona mtu kama Clement Mzize akiendelea na mazoezi ya hapa na pale, ni wazi kabisa alishakuwa fiti kwa 90% na kitu. Lakini tunamwona Atola kwa yao fullback ya kulia mtu kabisa na nusu, na nitumie nafasi kuwapongeza sana viongozi wa Yanga, kwa sababu kama ingekuwa ni timu zingine ambazo hazina viongozi wenye ustahimilifu, hazina watu wenye uweredi na kuona jicho la mbali la mchezaji, Atola kwa yao wasingekuwepo mpaka sasa hivi Tanzania. Lakini viongozi wa Yanga waliamini katika huyu mchezaji, wakaamini katika kipaji chake, huruma na mapenzi yao kwamba ajali kazini imempata mchezaji huu, ikaendelea kuwa nayo, na huko akiendelea kuishi vizuri na kufanyiwa matibabu, mwisho wa siku amekaa vizuri. Huyo tunamuona yuko katika visiwa vya Zanzibar. Bwana, kuna watu